Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, watawakamata ninyi na kuwadhulumu, watawapeleka katika sinagogi na kuwatia gerezani, na mtapelekwa mbele ya wafalme na magavana kwa ajili ya jina langu. Hivyo mtapata nafasi ya kushuhudia. Basi jikazeni mioyo yenu, msifikirie kabla yake namna ya kujitetea. Kwa maana mimi nitawapa kauli na hekima, hata adui zenu wote watashindwa kupinga na kukaidi. Lakini mtatolewa na wazazi na ndugu na jamaa na marafiki, nao watawaua baadhi yenu. Na mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Lakini hata unywele mmoja wa vichwa vyenu hautapotea. Kwa uvumilivu wenu mtaokoa nafsi yenu. Injili takatifu ya Bwana. Yesu katika Injili takatifu anawaambia wafuasi wake watapitia mateso na upinzani. Wengine watakamatwa, wengine watadhulumiwa, wengine watateswa na hata kuumizwa. Na wale ambao watawaumiza wengine wao ni familia zao. Lakini Yesu Kristo anapeana ahadi nzuri sana. Anasema msiwe na wasiwasi, kwa sababu atawapatia kauli ambayo watasema kwa wapinzani wao. Hiyo ni ahadi nzuri sana. Katika mateso na upinzani ambayo tutakumbana nayo, hiyo ni nafasi Yesu Kristo anatuambia ya kutoa ushuhuda, ya kuwa shahidi, ya kumuonyesha Yesu Kristo kwa wapinzani na kwa wengine pia. Ni nafasi nzuri to witness Christ. Kwa kweli Yesu Kristo anatuambia jinsi tutakavyojibu wakati tunatukanwa kwa ajili ya imani, wakati tunaumizwa kwa ajili ya imani. Ni jambo cha maana sana. Tunapaswa kuitikia kama wale mashahidi ambao walitoa uhai wao, na tumepatiwa so many examples. Watakatifu wengi ambao wametoa uhai wao kwa sababu ya kusimama na imani. Walijibu kwa amani, walijibu kwa utulivu, walijibu kwa upendo, walijibu kwa huruma. Aniposa Yesu Kristo anatuambia wakati unapopata hii upinzani, hata hakuna haja ya kujiandaa. Hapana. Kwa nini? Kwa sababu ya upungufu wetu wa binadamu. Kwa mara nyingi wakati tunapokumbana na tatizo hilo na changamoto ya maisha na upinzani na kutengwa, react ama tunakuwa na hasira. Saa zingine tunajitetea kupita kiasi. Saa zingine pia tunajibu kulingana na hiyo upinzani. Labda ukitukano unamtukana pia. Ukifanya hivyo unakosa neema kutoka kwa Mungu. Tunapaswa kuwa mashahidi ambao kwa kweli wanaitikia katika utulivu, huruma na upendo. Tunapaswa kujiuliza kama Wakristo, je, tunapopitia haya tunaitikia kivipi? Tunawasamehe wenye